Nifungulie kitabu Isaya Isaya 65. Isaya 65. Oh yes. Isaya 65:17. Isaya 15. Isaya 65 kuanzia 17. Tutatembea na hiyo mistari michache, alafu mambo yatakaa sawa. Amen. Karibu. Maana tazama, mimi naumba mbingu mpya na nchi mpya, na mambo ya kwanza hayatakumbukwa. Naomba nirudie tena. Karibu. Maana tazama, mimi naumba mbingu mpya na nchi mpya, na mambo ya kwanza hayatakumbukwa, wala hayataingia moyoni. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Biblia inasema, maana tazama mimi naumba mbingu mpya na nchi mpya, na mambo ya kwanza hayatakumbukwa wala hayataingia moyoni. Bwana Yesu asifiwe sana. Mungu anasema hapa kupitia kitabu cha nabii Isaya kwamba anaumba mbingu mpya. Bwana Yesu asifiwe sana. Mbingu mpya. Bwana Yesu asifiwe sana. Sema mbingu mpya. Mbingu mpya. Haleluya. Kwa hiyo anapozungumzia mbingu mpya, kuna kitu ambacho anamaanisha kwenye maisha ya mtakatifu mmoja kama kumtia moyo. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Mungu aliumba jambo kwa sababu, na anapoumba jambo anaumba kwa sababu. Hili neno lina maana gani jioni ya leo kwenye maisha ya mtu mmoja? Lina maana hii: mambo ya kwanza hayatakumbukwa wala hayataingia moyoni. Bwana Yesu asifiwe sana. Kuna mambo ya kwanza ambayo mtu mmoja alipitia, yakamuumiza, yakamjeruhi, yakamvunja moyo, yakamkatisha tamaa, yakamrudisha nyuma, yakamfanya awe kama alivyo. Lakini Mungu anaumba mbingu mpya. Anapoumba mbingu mpya, ina maana yale mambo yaliyokutesa hayatakuwa na nafasi ya kuingia kwenye ile mbingu tena. Ni sawasawa ulikuwa na nyumba yenye changamoto, alafu Mungu anakuondoa, anakupeleka kwenye nyumba nyingine. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa nini Mungu asiumbe mbingu mpya kwenye uchumi wako jioni ya leo? Kwa nini Mungu asiumbe mbingu mpya kwenye ndoa yako? Kwa nini Mungu asiumbe mbingu mpya kwenye afya yako? Kwa nini Mungu asifanye jambo jipya kwenye maisha yako? Haleluya. Acha Mungu akaumbe jambo jipya jioni ya leo. Bwana Yesu asifiwe sana. Na anapoumba jambo jipya, sikiliza kwa makini. Sikiliza kwa makini. Yale mambo ya kwanza hayataingia. Labda mambo ya kwanza ilikuwa ni magonjwa, hayataingia kwenye ile jambo ambalo Mungu anaumba. Ina maana baraka ya kwanza ambayo Mungu ataifanya wakati huu haitaingiliwa ovyo tena. Kuna mtu ananielewa? Ina maana kile ambacho Mungu anakifanya kwa wakati huu akitasumbuliwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwenye mstari wa 18
Lakini furahini mkashangilie daima kwa ajili ya hivi ni viumbavyo. Maana tazama, naumba Yerusalemu uwe shangwe, na watu wangu na watu wake wawe furaha. Amen. Lakini furahini mkashangilie daima kwa ajili ya hivi ni viumbavyo. Hivi ambavyo Mungu anaenda kuviumba wakati huu kwenye maisha yako vitakufanya uwe na furaha. Amen. Unajua kuna vitu automatically kuviona kwenye maisha yako vinakufanya uwe na furaha. Bwana Yesu asifiwe sana. Kama nilivyokuambia, labda ulipitia kwenye ugonjwa, ulipitia kwenye changamoto. Sasa Mungu anapoleta uzima, moja kwa moja utakuwa na furaha tu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo sasa anza kufurahi na kushangilia. Bwana Yesu asifiwe sana. Ngoja niwapeleke mahali fulani. Kununa sio takatifu. Kununa sio nini? Ni aina fulani ya kukata tamaa, ni aina fulani. Alafu wachawi wacheki. Kwani mmewahi kumwona mganga akicheka? Nakupa mifano tu. Huwa mganga acheki. Nani amewahi kwenda kwa mganga au kuona mganga? Okay, hamjawahi kwenda. Nani amewahi kuona mganga anapotenda kazi? Hebu mtu mmoja niambie. Labda naenda nafanya hivi. Najua hamjawahi kwenda. Nani amewahi kuona anafanya? Hebu naomba uje utuonyeshe mganga anafanya. Ukienda kwanza kukaribisha wanafanyaje? Hebu naomba uje unionyeshe. Kama hebu naomba uje utuambie kidogo inakuwa. Ndio. Wewe ndio. Njoo na vuvuzela yako tu kabisa. Kwanza anafanyaje mganga? Mganga kwanza anatabasamu. Anafanyaje? Njoo sasa hapa uonekane kabisa. Na mic, utahitaji mic? Niko serious. Want to start? Kuimba nyimbo? Hapa. Praise alishaimba. Hapana. Sura yake ni kutabasamu. Moja mbili tatu. Tatu twende mahali mara moja. Angalia usichona ukatudanganya. Ukatunga. Ni mfano tu. Haya, anza. Kuna mtu nataka nifundishe kitu. Usije kuambia uimbe wimbo. Ninataka kusema nini? Usikasirike. Maana anapotibiwa mtu kwa mganga acheki na mganga mwenyewe acheki. Wote wanatishiana tu. Kwa sasa na wewe umekuja kanisani au hujaja kwenye kituo cha kupatiwa chanjo ya COVID, sawa? Umekuja wapi? Kanisani. Hakuna mahali pengine ambapo unatakiwa upate furaha, ni kanisani na nyumbani. Nyumbani wakikutibua, kanisani hakikisha umepata furaha. Kama kanisani unaingia kanisani umenuna, unatoka umenuna, basi Mungu atusaidie sana. Tumeelewana? Kwa hiyo anasema hapa kwamba lakini furahini mkashangilie daima. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa ajili hivi ni viumbavyo. Hebu anza kufurahi na kushangilia na kutazama uumbaji wa Mungu katika ulimwengu wa roho. Amen. Kwa sababu kuna kitu ambacho Mungu anataka kukifanya au anajiandaa kukifanya. Bwana Yesu asifiwe sana. Unafikiri basi kununa kunamfanya Mungu, yani kunamshtua Mungu? Kuna watu ambao wanatumia muda wao masaa 22 kununa.
alafu masaa mawili wanatumia kucheka. Nyie mpo hatarini ya kupatwa na magonjwa yasiyo kuambukiza. Haya, hamna shida, mtanielewa baadaye. Nitaufurahia Yerusalemu, nitawaonea shangwe watu wangu. Sauti ya kulia itasikiwa ndani yake tena, wala sauti ya kuomboleza. Anasema sauti ya kulia haitasikika ndani yake tena. Bwana Yesu asifiwe sana. Kuanzia leo sauti ya kulia isisikike ndani yako. Acha kulia, acha kulia kwa jina la Yesu. Acha kulia. Umelia kwa muda mrefu, kila kilichokuja mbele yako kilikufanya ulie. Umekuliza, afya imekuliza. Leo sikia sauti ya Bwana inasema acha kulia. Mwambie mwenzako acha kulia, acha kulia. Umelia sana, inatosha. Kuanzia leo sema nitafurahi, nitafurahi. Haijalishi nimeona jibu langu, sijaona jibu langu, lakini nitafurahi. Bwana Yesu asifiwe sana. Ninatamani nione mtu mmoja mwenye furaha. Bwana Yesu asifiwe sana. Tumelia sana. Nisijue kama siku hizi wale wamama ambao wakigombezwa kidogo wanalia, wanaacha kula, bado hapo. Wameisha. Siku moja mke wangu akakasirika kidogo. Alipokasirika, tulikuwa tunakula wali wa maua. Vile vinaitwa nini, vile vya kijani vinawekwa kwenye wali, vinaitwa nini, vinakuwa vya kijani tu hata vikiiva. Vinaitwa nini? Kumbe sio maua. Sasa tukawa tumepishana kidogo. Nikajua yule mama ataacha kula. Nikajua ataacha kula. Lakini anaendelea kulia, lakini apiga pap. Baadaye nikasikia, kwa hiyo acha kulia. Acha kulia. Sema sintalia tena. Sema sintalia tena. Sema sintalia tena. Amen. Tunaendelea. Bwana Yesu asifiwe sana. Kuna mtu hapa anasema, kwa hiyo sasa ile mchungaji ambaye umeniambia ndio ni mimi. Ni mimi. Tutaelewana tukifika stendi. Ni sawa? 19 au 20. Hata kuwapo tena mtoto wa siku chache, wala mzee asiyetimia siku zake, kwa maana mtoto atakufa mwenye umri wa miaka 100, bali mtenda dhambi mwenye umri wa miaka 100 atalaaniwa. Pointi yangu ni nini? Hata kuwepo tena mtoto wa siku chache. Sema hata kuwepo tena mtoto wa siku. Sasa leo nataka nikufundishe kitu. Na hapa nina challenge kidogo wale watu ambao wanasema siku za mwanadamu ni miaka 70, ikizidi tena ni miaka 80 akiwa mwenye nguvu. Sikiliza. Biblia inasema mtoto hapa na miaka mingapi? Mtoto ana miaka mingapi? Kwa hiyo ukisikia umefika mahali mtu akifika miaka 70 anaanza kusikia zile liturujia zile kwamba za kifo, yaani anaona jeneza, kaburi. Sikiliza, mtoto ana miaka 100. Yaani unapofika miaka 60, yaani ndio uko ujanani. Amen. Ndio uko ujanani. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Mwambia Mungu, naomba Mungu nisaidie. Nikiwa na miaka 70 bado na uwezo tu wa kukimbia hata kutoka mianzini mpaka nakimbiza. Umeelewana? Ni ahadi. Lazima tuziishi ahadi za Mungu. Ahadi inasema moja hapa kwamba kwa maana mtoto atakufa mwenye umri wa miaka 100. Mtoto atakufa kwa na miaka 100, yaani mtoto. Kwa Biblia inamchukua mtu mwenye miaka 100 kama mtoto mdogo sana. Metusela anagonga miaka 980. Wewe unafika miaka 40 tayari unaanza kujitafuta uzee.
Uzee mwisho makuyuni. Kwa hiyo si kila mtu ni kijana mdogo sana. Kuna mtu amenielewa? Mama mmoja na miaka 50 anaanza kusema, unajua kuna magonjwa uzee. Magonjwa uzee yameandikwa wapi kwenye Biblia? Kunywa maji, kula mboga, fanya mazoezi, hakuna magonjwa ya uzee. Omba. Mungu atusaidie sana. Ana miaka 80, yale ni magonjwa ya uzee. Magonjwa ya uzee, sikiliza kinachotokea. Anasema bali mtenda dhambi mwenye umri wa miaka 100 atalaaniwa. Ukiona mzee ana miaka 80, 90 pale 100, alafu bado hakuna kitu ambacho anatakiwa kitubie. Umeelewana? Bwana Yesu asifiwe sana. Kataa kufa kwa jina la Yesu. Baba yako ana miaka 70, 80, unaanza kumkatia tamaa. Bado mtoto mchanga yule. Bwana Yesu asifiwe sana. Sema sitakufa. Sema sitakufa. Sema sitakufa. Eti samani mama, una miaka mingapi? 40 ngapi? 40 ngapi? 77. 77. Bado binti mdogo sana. Bado binti. Mama, inatakiwa unakuja Tumaini Jema unampaka miaka yako 160. Inawezekana. Ni maamuzi. Biblia inasema mbele kuna njia mbili, kuna uzima, kuna mauti. Kuna uzima, kuna nini? Ni wewe kuchagua tu. Kwani ukichagua kufa si unakufa? Ukichagua kuishi si unaishi tu. Bwana Yesu asifiwe sana. Unaziishi na kuzishika ahadi za Mungu. Na tufike mahali tukatae haya mapokeo. Huyo ni mtu alikata tamaa. Akaanza kusema siku zetu ni miaka 70. Tumejifunza mambo ya liturujia vizuri kabisa. Namna ya kuimba, najua siku zetu ni miaka 70 au pengine ni miaka 80 ukiwa na nguvu. Kwa hiyo sasa mama ana miaka 77 hapo. Yaani ni saa. Haya, tuendelee. 21. Nao watajenga nyumba na kukaa ndani yake. Amen. Ujenge nyumba na ukae ndani yake kwa jina la Yesu. Sio unajenga nyumba unaikimbia nyumba. Sio unajenga nyumba imefika kwenye msingi umekimbia. Sio umejenga nyumba imefika kwenye lenta umekimbia. Unajenga nyumba, unaishi ndani yake. Haleluya. Unafurahia. Amen. Watajenga nyumba na kuishi ndani yake. Kuna watu wamejenga nyumba lakini hawaishi ndani ya nyumba. Wamejenga nyumba wanaishi chooni. Wamejenga nyumba wanaishi darini. Wamejenga nyumba lakini wameenda kupangisha. Isiwe kwako kwa jina la Yesu. Isiwe kwako kwa jina la Yesu. Utajenga nyumba. Sema nitajenga nyumba. Sema mwaka huu nitajenga. Mwaka huu nitajenga. Mwaka huu nitajenga. Na utajenge kwa jina la Yesu. Amen. Hallelujah. Yes. Hii nzuri sana. Ukajenge. Ilikuwa napiga mahesabu. Nyumba ambayo nitajenga sio mbali hapo Kidinga, baada ya kumaliza kujenga kanisa. Nikimaliza kujenga kanisa hapa, angalau ghorofa 2-3. Nafikiri kuna nyumba moja nitajenga Kidinga pale. Kweli watu watasema kwamba kuna mchungaji mwenye nyumba pale Arusha. Sasa kuna mtu anaanza kusema anapata wapi hela? Pesa anapata kwako. Kwani pesa anapata wapi? Pesa anapata kwako. Kwa nafikiri sasa pesa napata wapi? Napata kwako. Kwa sababu gani? Kwani mama ile milioni yako 100 ikija hapo utanyima milioni 10 eti? Amekataa kujibu. Amekataa kujibu basi. Bwana Yesu asifiwe sana. Iko hivi. Wana wa Mungu watakapobarikiwa watakuja na shukrani zao madhabahuni. Amen.
Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Mungu akakupa bilioni 1, utashindwa kumtumia mchungaji wako hata milioni 1 jamani? Tukiunganisha watu wote Tanzania ni sawa. Ni sawa. Hasa kuna mtu anasema yule mchungaji anakula sadaka. Mimi nakula sadaka. Mimi nakula sadaka. Maana ni sawa. Mimi sikudanganyi kwamba ukinipa pesa eti napeleka mbinguni. Mbinguni hakuna ngazi. Hakuna nini? Hakuna ngazi. Ukinipa pesa ninanunua chipsi na maziwa na Pepsi. Ninafanya nini? Nakula. Umeelewana? Alafu nyingine nanunua shati langu kama hili linalofanana na pazia, alafu tunaendelea na maisha. Nilikwambia situmii lugha ngumu. Utajenga na utaishi. Na jambo lolote utakalolijenga mwaka huu ulitatimilika. Ukijenga uchumi utaishi ndani yake. Amen. Oh yes. Kuna watu wanajenga uchumi unaanguka baada ya siku 3. Kuna watu wanajenga msingi mzuri na foundation kwenye biashara zao, zinaanguka. Afya itakayojengwa mwaka huu haitatetereka kwa jina la Yesu. Utajenga na utaishi ndani yake. Bwana Yesu asifiwe sana.